Haleluya. Inamisha uso wako tumshukuru Bwana kwa dakika moja. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu nasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya na utukufu wa jina lako Bwana. Bwana nasema ni asante kwa ajili ya jioni hii njema uliotupa. Na Bwana tunashukuru kwa sababu ni wengi walitaka kuiona lakini hawakuiona mpendwa. Lakini sisi ambao umetuneemesha tukaiona, Bwana tunasema ni asante. Bwana ninakusihi kwa neema yako tunapoanza mkutano wetu Bwana, tunajiweka mikononi mwako Bwana, ili uanze na sisi na umalizie na sisi wakati tutakapomaliza Bwana. Bwana nasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe. Bwana tupe masikio ya kusikia Bwana, na utupe moyo wa ufahamu ili tupate kuelewa na neno lako. Ili kila mmoja aliyeko hapa na yule atakayekuja baadaye, kile atakachopata kipate kumsaidia katika maisha yake. Tena Bwana Yesu, hivi vyombo ninavyovitumia na vikabidhi mikononi mwako Bwana, ili Bwana upate kuguza kila chombo, ili Bwana kiweze kutumika kwa njia iliyo nzuri, ili Bwana Yesu neno lako likapata kuwafikia watu wako. Tena Bwana ninakuomba uwe mgeni wetu wa heshima, ili siku ya leo Bwana ukatutendee miujiza Bwana Yesu, ili walio wanyonge wakatoke hapo wakiwa na nguvu, walio wagonjwa wakatoke hapo wakiwa wamepona, wale ambao hawajiwezi Bwana Yesu ukawawezeshe katika jina lako Yesu. Bwana tunasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe. Tunajiweka mikononi mwako, hichi kiwanja tunakiweka mikononi mwako Bwana, na kila kitu tulicho nacho tunakiweka mikononi mwako, ili Bwana Yesu yote ikafanyike kwa wema kwa ajili ya jina lako. Bwana tunasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe. Tushushie utukufu wako Bwana, tushushie roho wako Bwana. Bwana utufunike na uwepo wako Bwana Yesu. Na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini. Amen. Haleluya. Mungu akubariki sana, akutendee mema na kuinue katika kila njia. Na tunakwenda kuhubiri Injili, na ninaamini kuna neno limetoka kwenye kinywa cha Bwana, na utakwenda kulipata mpendwa mahali popote ulipo, kwa njia safi na kwa lugha inayoeleweka, ili ukapate ufahamu wa Mungu katika maisha yako. Maana ni wengi sana hawaelewagi neno la Mungu. Ni kweli wengi huwa anakwenda makanisani, anakaa pale masaa mawili, lakini ukimuuliza ni nini kilichofundishwa kanisani, yeye hawezi kukueleza. Ukimuuliza ili kusaidia na nini yale yaliyofundishwa kanisani, haelewi. Imefikia wakati, wacha nikwambie mpendwa, wa kujiita kama mkutano mpendwa. Ujiulize, huyu Mungu ninayemwamini, huyu Yesu ninayemwamini, na nimesoma mambo yake ndani ya Biblia, nikaona ametenda mengi makubwa na mema. Je, mimi amenitendea nini? Jiulize mpendwa. Unaweza ukawa umekwenda kanisani miaka nenda miaka rudi, you have 10 years, kila Jumapili uko kanisani, lakini ukiangalia matendo ya Mungu ndani yako unaona kuna question mark. Kuna maswali mengi ya kujiuliza. Unatakiwa ujiulize, hii kanisa nimekuwa nikienda miaka nenda miaka rudi, imenisaidia na nini katika maisha yangu? Jiulize mpendwa. Ndio maana ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, Biblia inasema tuipime imani yetu tulio nayo kwa Yesu. Tuipime kama kweli inafanya kazi. Maana unaweza ukawa una imani lakini haifanyagi kazi, iko dormant, inataka kufanywa kuwa active ndio iweze kufanya kazi. Watu wengi wanasema nina imani, lakini imani zao hazina nguvu.
Lazima imani iwe na nguvu, uipime nguvu yake, kwa sababu Biblia inasema wazi kwenye kitabu cha Marko 16 mstari wa 15, Yesu aliwaagiza wanafunzi wake akawaambia, enendeni duniani kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini Biblia inasema atahukumiwa. Ukiendelea hapo chini mstari wa 16 mstari wa 16 unasema hizi ishara zitafuatana na wale wote watakaoamini. Biblia inasema watawekea wagonjwa mikono na wagonjwa watapata afya. Wacha nikusomee mpendwa kwa dakika moja, usikie zile ishara ambazo Mungu ameahidi itaandamana na wale waliookoka. Ndio ujipime mpendwa. Kama unasema mimi nina imani, ujipime kama uko sawa na zile ishara ambazo Yesu alisema zitafuatana na wale waaminio. Sikiliza mpendwa, Marko 16 mstari wa 16. Kitabu cha Marko ni kitabu cha pili kwenye Agano Jipya. Kitabu cha pili, cha kwanza ni kitabu cha Mathayo, cha pili ni kitabu cha Marko, kitabu cha tatu ni kitabu cha Luka, na kitabu cha nne cha Injili ni kitabu cha Yohana. Kwa hiyo tunakwenda kusoma kwenye kitabu cha Marko 16 mstari ule wa 16. Sikiliza huu mstari. Haleluya! Sikiliza huu mstari mpendwa. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Sikiliza. Haleluya! Mstari wa 16. Sikiliza. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, yaani wale wamwamini Yesu. Sikiliza. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Sikiliza. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao wagonjwa watapata afya. Hizo ni ishara ambazo Yesu amezungumza zitafuatana na wale wote waliookoka, waliomwamini Kristo. Je, ukijipima unaona kama hiyo inafuatana na wewe uliamini? Kama yeye ni Mkristo, lazima ujiulize mpendwa, kwa sababu Biblia inasema ukiamini Yesu, hata ukipewa kitu chenye sumu hakitakufanya chochote. That is what the Bible says. Na unajua Mungu si mwongo aseme kitu alafu useme hakitakuwa. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yote. Akisema utapewa sumu, haitakufanya chochote. Ukiamini hakuna kitu inaweza ikakufanya. Akisema utakanyaga nyoka, nyoka watu wengi wanaiona ikiwa mnyama, lakini nyoka katika neno la Mungu inamaanisha shetani na nguvu yake. Kwa nini ni ishara ya shetani na nguvu zake? Kwa sababu moja peke yake. Wakati Adamu
aliumbwa akawekwa kwenye bustani ya Eden. Biblia inasema nyoka alikuja akamjaribu Hawa. Shetani alivaa mwili wa nyoka, akaja mpaka kwa Hawa, akamjaribu, akamwangusha, akafanya ale matunda ambaye Mungu alikataza wasile. Kwa hiyo mahali popote unasikia nyoka inatajwa, jua ya kwamba ni shetani anazungumziwa. Mahali popote unasikia ati nyoka anatajwa, jua ya kwamba kuna nguvu ya shetani inatajwa pale. Maana Yesu hafananishwi na nyoka. Ndio maana Biblia ukisoma vizuri mpendwa, ukisoma kwenye kitabu cha Daniel, hivi vitabu vina umuhimu sana mpendwa. Kama ungekuwa unaandika mahali unakwenda unasoma baadaye, itakusaidia sana. Daniel alikuwa ni nabii katika Israeli, lakini wakati huo walikuwa wamechukuliwa mateka wakapelekwa mpaka Babeli, mahali ambapo wengi wanamfahamu mfalme mmoja ambaye alikuwa na nguvu sana katika dunia. Alikuwa anaitwa mfalme Nebukadneza. Unakumbuka yule mfalme aliingiwa na kiburi, akakula nyasi miaka 7, akakaa na wanyama. Huyo ndiye anazungumza habari zake mpendwa, anaitwa Nebukadneza. Alikuwa na nguvu dunia nzima, lakini alikula nyasi miaka 7 kwa sababu ya kiburi chake. Na baada ya miaka 7, baada ya kula nyasi, baadaye alikuja akakalia kwenye kiti cha ufalme, akaendelea kutawala, na alikufa akiwa mfalme, lakini alikula nyasi miaka 7. Kumbe Mungu anaweza akakugeuza ukawa mnyama, ukakula nyasi, baadaye akakugeuza ukawa mwanadamu na ukawa mfalme, ukatawala watu. Hiyo ndio ajabu ya Mungu mpendwa. Yaani Mungu wetu, maana yeye ndiye ameumba kila kitu. Ameumba wanadamu, akaumba na wanyama, ana uwezo wa kufanya chochote, maana yeye ndiye muumba. Yeye ndiye muumba mpendwa. Ndio maana Biblia inasema Nebukadneza alikula nyasi miaka 7. Sasa Daniel alikuwa nabii wakati ule, na Daniel kuna kitu alionyeshwa na Mungu akiwa nabii. Alikuja akaonyeshwa wanyama 4 ambazo ni tawala 4 ambazo zimekuja dunia nzima. Alionyeshwa wanyama 4 ambazo zinasimamia tawala 4 za dunia. Ukitaka nikuhesabia, nitakuhesabia mpendwa. Kwanza kulikuwa kuna utawala wa Nebukadneza. Ukatawala dunia nzima. Ukakuja utawala na mwingine mpaka ukaja kumalizia utawala wa Warumi, yani the Roman Empire. Wale wasomi wa historia wanaelewa. Hata wakati Yesu alikuja duniani alipata ule utawala wa Kirumi ukitawala Israeli. Ndio maana kulikuwa na Pontius Pilato, alikuwa ni mtawala wa Kirumi. Herode alikuwa ni mtawala wa Kirumi. Kaisari alikuwa ni mtawala wa Kirumi.
wakati Yesu alikuwa anawaambia nionyeshe coin, yaani pesa, imechorwa nani? Imechorwa Kaisari. Alikuwa ni utawala wa Kirumi ulikuwa unatawala dunia nzima wakati huo. Sasa Daniel, wakati wa Nebukadneza, kuna kitu alionyeshwa. Alionyeshwa utawala wa 4 utakuja wa kutisha, ambao ndio utawala wa Kirumi. Ukisoma kwenye kitabu cha Daniel 9 kuanzia mstari wa 20, 27 na kuendelea mbele, utaona Daniel baadaye kuna kitu alikuja akaonyeshwa. Daniel aliambiwa hizi tawala 4 ambazo zitakuja katika dunia zitakwisha, zitakwisha kabisa. Na katika utawala wa 4 wa Kirumi aliona koti imekaa katika mbinguni. Huyu mnyama wa 4 ambaye alikuwa ni utawala wa Kirumi akakamatwa, akauawa na akanyang'anywa nguvu yake. Baada ya hayo, Biblia inasema Mungu akaweka utawala wake wa mwana wa Mungu utawale katika dunia. Ule utawala unatawala saa hii na utaendelea mpaka mwisho wa dunia. Ni utawala wa mwana wa Mungu na ndio unatawala saa hii. Wacha nikwambie mpendwa, ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Marko 16 mstari wa 16, watu wa Mungu wanapewa mamlaka ya kutawala pamoja na Kristo. Maana utawala unaotawala saa hii ni utawala wa mwana wa Mungu. Wanapewa nguvu ya kukanyaga nyoka, yaani nguvu zote za yule adui shetani. Wanapewa mamlaka ya kuwekea wagonjwa mikono, wanalitia jina la Yesu, watu wanapona. Biblia inasema hata wakipewa kitu chenye sumu hakiwezi kuwadhuru kwa vyovyote vile, maana ni watawala, wanatawala pamoja na Yesu katika ufalme wa Mungu. Hicho kitabu ni wakusomea Marko 16 mstari wa 16. Kwa hiyo ukiamini unakuwa mtawala pamoja na mwana wa Mungu hapa duniani, na sio hapa duniani peke yake, hata chini ya nchi unayatawala yale mapepo yanayodhuru watu. Ndio maana Biblia inasema ukiwa mgonjwa tamka neno, ugonjwa unaondoka. Ndio kansa ikija, katika jina la Yesu toka, unatoka. Kwa nini? Unatawala pamoja na Mungu katika dunia leo. Umepewa mamlaka makubwa. Ndio maana mimi napenda kuhubiri habari za Yesu, maana najua na kuhubiri habari ya mtawala mwenye ufalme ambao hautakwisha. Afadhali ujifunge kwenye ufalme utakaokaa milele na milele kuliko ufalme wa kuisha wa dunia. Maana utawala wa Yesu hauishi mpaka mwisho, kuna kuisha, utaendelea kabisa na hakuna wakati utafika mwisho. Lakini tawala za dunia zitakuja zikienda, lakini utawala wa mwana wa Mungu hauishi. Ndio maana Biblia inasema atarudi na mawingu. Atarudi na mawingu. He will come riding on clouds. Ndio, tashuka na mawingu. Biblia inasema kufumba na kufumbua,
Wale waliokufa akiwa ndani ya Kristo watafufuliwa kwanza na watapewa miili mipya. Kwa nini? Hawezi kuendelea kukaa kaburini kwa sababu mwokozi wao umekuja. Sasa swali ni hili, je, umeamini? Hilo ndio swali kubwa mpendwa. Uko kwenye upande gani mpendwa? Uko kwenye ufalme ama uko nje ya ufalme wa Mungu? Maana Biblia inasema wakati Yesu atakaporudi itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale watakaokuwa nje ya ufalme wa Mungu. Soma ndani ya Biblia mpendwa. Na hiyo siku imekaribia kweli. Unajua watu wengi huwa wana ubishi mwingi mno. Wanasema tangu zamani watu wanasema Yesu atarudi. Kwani atarudi lini? Yaani miaka 2000 imepita na bado wanasema atarudi, kana kwamba atarudi kesho. Wacha nikwambie mpendwa, Biblia inasema miaka 1000 kwa Mungu ni kama siku hii moja. Kwa hiyo miaka unaona ikiwa nyingi, miaka 2000 kwa Mungu ni siku hizi 2. Kwake ni kama siku 2. Wewe unaona umekaa sana, lakini kwa Mungu ni siku hizi 2. Sasa siku 2 unaweza ukaona kama ni muda wa kutosha kweli? Wewe unayeleta ubishi, mmekaa sana. Yesu tangu zamani miaka 2000 atarudi, hajarudi. Kwa Mungu miaka 1000 ni kama siku moja. Hata wiki haijapita kwa Mungu na bado umeanza kulalamika na kukosa uvumilivu. Neno lolote ambalo Mungu amelizungumza ndani ya neno lake, wacha nikwambie, iko siku litatimia. Iko siku itatimia, kwa sababu vyote vitakwisha, lakini neno la Mungu litasimama. Soma ndani ya Biblia mpendwa. Unaweza ukaondoa vitu vya dunia, dunia inaweza ikaondoka, milima inaweza ikaondoka, magari inaweza ikaondoka, mali ya dunia inaweza ikaondoka, lakini neno la Mungu haliondoki kamwe. Kwa hivyo ni wewe uchague, utabaki na nini mpendwa? Utabaki na nini? Vitu vya kuisha ama vitu vya kudumu? Na ndio maana ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, utaona Mungu amezungumza mengi kuhusiana na maisha ya mwanadamu. Na Mungu anataka mwanadamu aingie katika ufalme wake ili aweze kumlinda usiku na mchana. Maana kuna ulinzi wa Mungu ulio katika dunia. Haya maisha unaona tunaishi wapendwa, tunaishi kwa ajili ya imani. Haya mambo unaona yakitokea kimwili, yameshapikwa kiroho, unakuja kuiona ikitokea kimwili. Wacha nikwambie mpendwa, kama huna habari, ulimwengu unauona unatawaliwa kiroho. Kama huna habari uelewe leo. Na ndio maana unaona mambo mengi yanabadilika, huelewi yanabadilika namna gani. Angalia tawala za dunia. Angalia leo hii kuna vita kali sana kati ya Iran na Israel. Angalia kwenye mitandao mpendwa, watu wana mijadala hapo, wanasema Iran atashinda, Muisraeli atashinda, Amerika itashinda.
wanaoleta mijadala hapo juu ya vita vya Middle East. Lakini umeshawahi kuangalia kwenye unabii ukataka kujua hivi vita ambavyo vinapiganwa Middle East, je, ziko ndani ya Biblia ama Mungu alisema nini kuhusiana na hivyo vita? Maana hakuna kitu kinafanyika chini ya jua bila Bwana kuwajulisha watu wake. Wacha nikwambie ukweli, nothing can happen in this world kabla Mungu hajajulisha watu wake. Mungu anajulishaga watu wake kwanza, ndio mambo itokee baadaye. Na hakuna jambo inaweza ikafanyika katika dunia bila Mungu kuwajulisha watu wake. Wewe ndio unaona kama ni jambo ngeni vita ya Middle East, lakini kwa watumishi wa Mungu na watu wanaomwelewa Mungu, Mungu anawafunulia kwanza, wanakuwa aware kile kinachoendelea. Ndio maana hawastuki wakati vita inapokuja. Ndio maana hawashangai vita inavyokuja, kwa sababu Mungu ameshawajulisha watu wake. Na wale wanaojulishwa ni wale wako kwenye ufalme wa Mungu, maana Mungu ndiye anayepiga vita. Mungu ndiye anayepiga vita hivyo. Ukisoma habari za Yesu utaona wakati Yesu alikuwa hapa duniani, wanafunzi walimuuliza swali moja. Walimuuliza, dunia itakwisha lini? Yesu aliwajibu akawaambia, sijui. Lakini dalili alitupa. Alituambia ya kwamba wakati mtaona kuna vita mahali na mahali na mahali, jua ya kwamba niko karibu kurudi dunia. Kitu cha pili Yesu akawaambia wanafunzi wake, wakati mtakapoona watu wanapenda pesa kuliko kumpenda Mungu aliyewaumba, jua ya kwamba niko karibu kurudi. Angalia dunia ya leo na jinsi watu wanavyopenda mali ya dunia kuliko kumpenda Mungu. Watu wako tayari kuua juu ya pesa. Watu wako tayari kuangamizana kwa sababu ya mali ya dunia. Hiyo ni dalili mojawapo ambayo Yesu alizungumza, akasema mkiona hii mjue ya kwamba niko karibu kurudi. Kuna dalili nyingine ambayo Yesu alizungumza habari yake, akasema watu hawatapenda kufanya suluhu. Yaani watu hawatapenda kusuluhisha mambo, wataona kifo ndio suluhisho. Hiyo ni kitu imefanyika sana katika dunia leo, na sana sana angalia kwenye ndoa. Mume na mke wakikosana, badala ya kusuluhisha mambo yao, mume anaona afadhali atafute panga auwe mke wake na watoto, mwisho ajiangamize. Anaona hiyo ndio suluhisho. Wanaume wangapi wameangamiza familia zao? Wengi kweli, maana waliona hiyo ndio suluhisho. Yesu alisema wakati watu watakataa kufanya suluhu, waone kifo ndio suluhu, mjue ya kwamba niko karibu kurudi. Sasa hayo mambo yamefanyika sana katika dunia. Watu hawataki kukaa chini kusuluhisha mambo yao, anaona afadhali ya kuondoe, anaona hiyo ndio suluhisho. Angalia jinsi wanawake wanavyoua mabwana zao kwa sababu ya mali ya dunia. Wanaona suluhisho ni aondoke, abaki na mali, maana anaona mali ikiwa ya muhimu kuliko mume wake. Watu wanauana kweli kama wanyama, and they don't care. All they care is about money na mali ya dunia hii unayoiona.
Na hiyo ni dalili mojawapo ambayo Yesu alizungumza akasema, mkiona haya yanafanyika, jua ya kwamba niko karibu kurudi. Na haya yote umeyashuhudia kwa macho yako mwenyewe. Kama hujayashuhudia, umeyaona kwenye TV, ukasoma kwenye magazeti, ukasikiliza kwenye redio, mahali zinafanyika, hata kama haijafanyika karibu na wewe. Haya ni mambo yanafanyika katika dunia. Hiyo ni dalili mojawapo inaonyesha Yesu yuko karibu kurudi. Huu ndio mwisho wa dunia. Watu hawataki kufanya suluhu, hawataki kusuluhisha mambo yao. Na kitu kibaya zaidi, watu hawako tayari kutubu kwa yale makosa yao. They are not ready to repent. Hawako tayari kutubu, mpendwa. Soma ndani ya Biblia. Soma ndani ya Biblia, mpendwa, uone ya kwamba watu hawatataka kutubu dhambi zao. Watu watapenda kuificha dhambi kwa maslahi yao wenyewe. Maana najua akienda aseme yale amefanya, watu hawatampenda, na anataka watu wampende. Soma ndani ya Biblia, mpendwa, utaona dalili nyingi sana ambazo Yesu alizungumza, zote zinafanyika katika dunia leo. Hapo ndipo utajua tunaishi katika nyakati za mwisho. Na kama tunaishi kwenye nyakati za mwisho, jua ya kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Ndio maana Yesu alitueleza wazi, akawaambia, mtakapoona haya yote, msije mkawa na wasiwasi, jua ya kwamba niko milangoni na kuja. Ndio maana tunamgoja Yesu kwa hamu. Na wakati unaposikia kwamba Yesu anarudi, amini mpendwa, maana wakati atakapokuja hata ikanyaga hii dunia mara ya pili. Wacha nikwambie ukweli, hii dunia hata ikanyaga mara ya pili. Ameshaikanyaga mara ya kwanza na akatosheka nayo. Hata ikanyaga mara ya pili, Biblia inasema atasimama pale mawinguni. Na wakati atakaposimama pale mawinguni, Biblia inasema atatuma malaika kwenye pembe nne za dunia. Atatuma malaika kaskazini, atatuma malaika kusini, atatuma malaika magharibi, na atatuma malaika mashariki. Atawapa agizo moja peke yake. Atawaambia kila mtu ambaye ameandikwa jina lake kwenye kitabu cha uzima, hata kama mtampata akiwa kaburini, alizikwa zamani, afufuliwe, mumlete kwangu, apewe mwili mpya. Hiyo ndio itakuwa maagizo. Ndio maana Biblia inasema watu waliokufa watasikia sauti ya parapanda. Soma kwenye kitabu cha Wathesalonike 4, mstari ni ule wa 16. Usikie vile Biblia inasema. Inasema waliokufa wakiwa ndani ya Kristo watasikia sauti ya Bwana, na wataamka kutoka kwenye makaburi yao, watakwenda kumlaki Bwana wao hewani, watapewa miili mipya. Hata kama hapa palizikwa mtu, ataamka. Hii mawe haitazuia asiamke, maana Mungu ana uwezo, na nchi na vyote viujazavyo ulimwengu ni mali yake. Yeye ndiye muumba. Kwa hiyo wacha nikwambie mpendwa, watu wataamka kutoka kwenye makaburi. Na hichi ni kitu kilifanyika wakati Yesu alipofufuka, mpendwa. Unakumbuka wakati Yesu alikuwa hapa duniani, akatundikwa juu ya msalaba. Baadaye wacha nikwambie mpendwa, watakatifu waliamka kutoka kwenye makaburi. Soma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo utapata hayo. Watakatifu waliamka
na wakaonekana Yerusalemu wakitembea kama watu walio hai, ishara ya siku ya mwisho. Walitembea Yerusalemu. Soma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo 27 uone hayo yaliyotukia katika Yerusalemu. Walitoka makaburini. Hivyo ndivyo itakavyokuwa Yesu akirudi mara ya pili. Watu watafufuliwa waliokufa wakiwa ndani ya Kristo. Mimi sisemi wa Kristo wataamka, hapana. Nielewe vizuri mpendwa. Listen to me very carefully. Biblia haisemi wa Kristo. Kuna tofauti ya kuwa Mkristo na kuwa ndani ya Kristo. Hivyo ni vitu viwili tofauti mpendwa. Unaweza ukawa wewe ni Mkristo lakini hauko ndani ya Kristo. Maana kufanyika Mkristo ni kitu rahisi. Utajiunga na dini yoyote ya Kikristo, utabatizwa na hiyo dini ya Kikristo, jina lako litaandikwa pale kwenye dini ya Kikristo, na watakupa maagizo, wanakuambia kila Jumapili uwe unashiriki hapa, kama ni sadaka uwe unaleta hapa, kama ni zaka uwe unaleta hapa. Kuanzia siku hiyo unaitwa Mkristo, maana unashiriki kwenye dini ya Kikristo. Mimi sisemi hao ndio watakaofufuliwa, hapana. Hapana. Kuwa Mkristo sio tiketi ya kuendea mbinguni. Unaweza ukawa Mkristo na ukaenda jehanamu. Wacha nikwambie ukweli. Unajua nikisema hivi watu wananishangaa sana. Wananiuliza, sasa unahubiri nini? Umehubiri vizuri, umekuja kuharibu. Sijaharibu mpendwa, na wewe hujanielewa. Wakristo hawaendi mbinguni mpendwa. Nielewe vizuri. Waislamu hawaendi mbinguni. Sio Wakristo peke yao, hata Waislamu hawaendi. Na uniulize kwa nini mpendwa? Nani watakao kwenda mbinguni mpendwa? Tega sikio lako mpendwa nikueleze. Watakao kwenda mbinguni ni watakatifu. Sio Wakristo, sio Waislamu. Watakatifu ndio watakao kwenda mbinguni. Maana unaweza ukawa Mkristo na unalewa pombe. Haidhuru wewe ni Mkristo, lakini kwa sababu wewe ni mlevi hautakwenda mbinguni. Maana walevi hawataurithi ufalme wa mbinguni. Ni Wakristo wangapi wanaolewa? Wengi mno. Ni Wakristo wangapi wanaopatwa kwenye wake za watu? Wengi mno, wakifanya uzinzi. Haidhuru wewe ni Mkristo, lakini kwa sababu wewe ni mzinzi, mbinguni huendi. Maana wazinzi hawaendi mbinguni. Unaweza ukawa wewe ni Mkristo, umebatizwa, ukaitwa John, lakini wewe ni mwizi. Enda industriali ama kwenye jela yoyote, uone wengi waliofungwa pale kwa sababu ya wizi, walibatizwa kanisani, ni Wakristo. Haidhuru wewe ni Mkristo, mbinguni huendi kwa sababu wewe ni mwizi na umeiba na hata ukafungwa. Ukristo wako hautakusaidia. Kama haukukusaidia kwenye jela za dunia, mbinguni ndio utakusaidia. Ni wangapi wanakwenda kumwambia jaji, unajua hata kama nimeambiwa mimi ni mwizi lakini nimebatizwa. Wanafikiri jaji hata kufunga, hakimu atakufunga kabisa. Utafungwa. Na wengi wameshafungwa. Wanaitwa John, wanaitwa Elijah, wanaitwa Samson, lakini wako jela kwa sababu ya wizi. Haidhuru wewe ni Mkristo, lakini mbinguni hautakwenda kwa sababu wewe ni mwizi. Ndio nikasema Ukristo, kuitwa Mkristo sio tiketi ya kuendea mbinguni mpendwa. Watakao kwenda
kwenda mbinguni ni akina nani? Ni watakatifu. Mtakatifu ni nani? Ni mtu aliyeoshwa kwa damu ya mwana kondoo, akaondolewa dhambi zake zote, akawa mtakatifu kama Yesu alivyo mtakatifu, akaichukia dhambi. Hao ndio peke yao watakao kwenda mbinguni. Haleluya! Lazima uzaliwe mara ya pili, na lazima utubu dhambi na uichukie kabisa. Maana hakuna mtu atakayeingia mbinguni akiwa ana machukizo, akiwa na mabaya katika maisha yake. Dhambi lazima uiondoe kabisa, iondoke katika maisha yako. Mambo ya kutamani wanawake huku mtaani, waachana nayo kabisa, hiyo ni dhambi. Kama una mke, tosheka na mke wako nyumbani. Biblia inasema Biblia inasema anayetazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kufanya mapenzi naye. Ukiangalia tu mwanamke ukamtamani, tayari Mungu anakuwekea umekosa, anaona umelala naye. Hata kama hujafanya ile kitendo physical, yani kimwili, lakini unaandikiwa kwa sababu ulimwangalia kwa kumtamani, na wewe huku na mke nyumbani. Haidhuru wewe ni Mkristo, kwa sababu unatamani, hautaingia mbinguni, kwa sababu wazinzi na watamani yao hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni wewe uchunge, jitakase usiku na mchana, achukia dhambi na ukae ukiwa safi kwa damu ya mwana kondoo. Ndio wakati Yesu atakaporudi, Biblia inasema walio ndani ya Kristo, walio watakatifu, waliokufa wakiwa ndani ya Kristo na wakalinda wokovu wao, hao ndio watakaofufuliwa kwanza, na hao ndio watakao kwenda kumlaki Bwana Yesu. Wale waliokufa wakiwa wamelinda wokovu wao, sio wale waliokufa na walikuwa hawajalinda wokovu wao. Yaani wewe ulikuwa mzinzi, msharati, mwizi, hata kama ulikuwa unapewa heshima kanisani, ukifa na dhambi hautafufuliwa kwenda kumlaki Bwana wetu hewani. Haitawezekana. Ndio maana Biblia inasema waliokufa wakiwa ndani ya Kristo watafufuliwa kwanza na watakwenda kumlaki Bwana wao hewani. Yesu hata ikanyaga hii dunia mara ya pili, Biblia inasema watakwenda kumlaki Bwana wao hewani. Yesu atawachukua, atawapeleka kwenye makao ambao alikwenda kuandaa. Soma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo 14 mstari wa kwanza. Biblia inasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnapomwamini Mungu niamini na mimi pia, maana makao ya Baba yangu ni mengi. Kama yasingelikuwa hivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali, na yakisha kamilika nitarudi mara ya pili, ili nilipo mimi na ninyi mwepo. Yesu atawachukua, atawapeleka kwenye makao ambao walikwenda kuandaa. Hata ikanyaga hii dunia mara ya pili, Yesu atasimama mawinguni. Wacha wale wanakuambia atakuja kutawala miaka 7 hapa duniani. Kuna kitu kama hicho mpendo. Yesu ataikanyaga hii dunia mara ya pili, atasimama mawinguni, achukue walio wake, awapeleke kwenye makao, awapeleke Yerusalemu mpya. Hii dunia Biblia inasema itabaki na wenye dhambi, wengine wakiwa hai na wengine wamekufa. Biblia inasema kuanzia hapo itakuwa kilio na kusaga meno. Dunia itakunjwa kama karatasi. Sasa nyinyi mnaoonea fahari manyumba haya, Yesu akirudi leo mtamjibu nini? Utamwambia ngoja kidogo nichukue rent, maisha yangu iendelee kwa sababu umejenga nyumba juzi? Mungu atakwambia chukua nyumba yako, dunia yangu nimeikujia. Nchi na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hauna kitu cha kumjibu Mungu mpendwa. Siku ikifika imefika. Wacha nikwambie ukweli, watu wengi hii mali ya dunia imefanya wasitubu dhambi. Kimwambia aokoke anakuambia ngoja kidogo.
Ukimwambia okoka, si utubu leo, anakuambia hapana, we kuja kesho nifikirie. Lakini kesho sio yako, kesho ni ya Mungu. Yako ni leo. Leo ndio siku yako mpendwa. Kesho hujui kutaraukia nini mpendwa. Huenda ukawa hauko. Ni wengi walikuwa jana lakini leo hawapo. Leo unaisikia injili, ipokee leo upate kuokolewa mpendwa. Maana watakatifu waliooshwa kwa damu ya mwana kondoo, wakaichukia dhambi, wakalinda wokovu wao, hao ndio Biblia inasema Mungu anawalinda usiku na mchana, na majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hata wakifa watakwenda mahali pema peponi. Unajua kuna watu wamedanganyika, wanafikiri akifa hata kama hakuwa amekaa vizuri, ati mchungaji atakuja kusidilia msalaba kwenye kaburi lake. Yeye anafikiri kusindilia msalaba juu ya kaburi, anafikiri sasa hiyo maombi ya mchungaji itamsaidia. Wacha nikwambie mpendwa, kosa kukaa vizuri ufikirie maombi ya mchungaji itakusaidia. Maombi ya mchungaji haitakusaidia. Kama ulikataa kukaa vizuri katika Bwana, potelea mbali, ukifa jehanamu. Maombi ya mchungaji haitakusaidia. Mchungaji anatetea maisha yake, na wewe tetea ya kwako. Maana watu wengi wamekataa kukaa vizuri, wanafikiri hata pesa inaweza ikawasaidia. Anaabua leta 2,000 ni kuombea, anafikiri maombi ya mchungaji itamsaidia. Wengine wanatembea mpaka na picha za wahubiri, picha anaweka kwenye wallet, picha ya mtu mwanaume kama wewe unatembea nayo kwenye wallet. Wewe huna akili. Yaani unafikiri shetani anaweza akaogopa picha ya mtu ndio utembee na picha ya mtu kwenye wallet? Tetea maisha ya kwako mpendwa. Tubu dhambi na ukae vizuri katika Bwana. Ukichukia dhambi na ukae ukiwa mtakatifu, naye Mungu atakuwa upande wako. Na wacha nikwambie mpendwa, hata Yesu akileta baraka, utakuwa mmoja wa kupokea baraka zake. Lakini ukikaa kivingine, wacha nikwambie mpendwa, utashangaa sana. Unajua tunakaa kwenye nyakati ambazo neno la Mungu halihubiriwi vizuri. Watu wengi wanapenda tu waibe, wafurahishe, wachangamshe miili yao, mwisho waende nyumbani wamesema tumebarikiwa. Lakini neno la kuwasaidia katika maisha yao hawataki. Wanataka waende warukaruke, waende nyumbani. Hebu nikuulize mpendwa, unaweza ukaiba? Ni kweli kuiba ni kuzuri, kuiba nyimbo za sifa ni kitu kizuri. Lakini kama bado wewe maisha yako ni mabovu, una dhambi, unafanya mambo yanayomchukiza Mungu, unafikiri mwisho itakuwa nini? Hizo nyimbo hazitakusaidia. Maana Mungu kile anachoangalia, anaangalia moyo wako, kuna nini? Na neno ndilo litakalo kusaidia mpendwa. Neno ndilo linaondoa dhambi, sio nyimbo. Huwezi iba ukatoka hapo ukiwa mtakatifu. Unaweza ukaiba kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini dhambi haiwezi kutoka kwa sababu ya kuimba. Haiwezi. Lazima utubu dhambi kwa mdomo wako, useme mimi natubu dhambi zangu zote kwako Yesu. Hapo ndipo zitatoka. Lakini kuimba peke yake, utaiba nyimbo nzuri, ni kweli watu watakuona unafanya kitu kizuri, lakini haiondoi dhambi. Dhambi imebakia pale pale. Na ndio maana watu wanatakiwa kuhubiriwa injili, neno la kuwachoma, ili maisha yao yakapata kubadilika. Wanafikiri hawa watu wote wanaofanya mambo maovu, wanafikiri hawaendai kanisani. Wanafikiri hata wachawi hawaendai kanisani kila Jumapili. Wanakwenda, lakini wao sio watu wa ufalme wa Mungu.
haidhuru wako pale, lakini wakifa wako kwenye ufalme wa giza. Ndio kuna wachawi wengi na wanakwenda kanisani. Kuna waganga wengi wa kienyeji na kila Jumapili ikifika wako kanisani. Wengine wanavaga mpaka hirizi huku kwenye kiuno hapa, anaweka hapa kwenye kiuno na yuko kanisani, anaimba anaruka. Jioni anasema tumebarikiwa sana, na huku amevaa vitu kwenye kiuno chake. Neno bado halijamwingia. Wewe angalia kwenye serikali za dunia, uone vile vinavyopiga vita pombe kabisa. Wanapiga vita kweli, wanasema vijana wamekunywa sana, wamelewa. Hata ukitafuta kijana wa kukufanyia kazi hakuna. Serikali inalalamika kabisa, inasema vijana wengi wamepotea. Lakini ukichunguza vizuri, wale matajiri walioweka hizo baa, wanaotengeneza hizo tunusu tu, wanakunywa kila siku, wako kanisani Jumapili, wanaabudu na wanakwenda nyumbani. Anakwenda anafungulia vijana, anaharibu vijana, na huku Jumapili huko kanisani. Sasa niambie mpendwa, wewe unategemea vipi baraka iwe juu yako na huku wewe ndiye unaua watu? Serikali inalalamika, wazazi wanalalamika, kila mtu analalamika, alafu tena umekaa kanisani unajifanya ati uko na amani. Amani utatoa wapi? Itatoka wapi mpendwa? Na wewe ndio unaharibu watu. Amen. Enda uachane na hiyo tabia. Kama ni hicho klabu, enda ufunga, pate kumwabudu Mungu aliye hai. Useme kuanzia leo mimi naachilia vijana na wafungua vijana wapate kuwa na nguvu ya kufanya kazi. Sitaendelea kufanya kazi ya kufunga vijana. Amen. Maisha yao yapate kuwa mazuri, ufanye maamuzi magumu ambayo itakusaidia wewe na isaidie vijana. Amen. Ndio, sio kukaa tu watu wanaendelea kufa, wanalala kwako hapo kwa mlango. Ukifungua kijana amelala hapo, hata nyumba hana. Alafu Jumapili huko kanisani kwenye ibada unaimba, wewe ndiye unaimbia Mungu. Baraka itatoka wapi? Ndio maana Zakayo, mtu ambaye alikuwa ni mfupi, alikuwa ni mtoza ushuru. Zakayo wakati alisikia Yesu anapita kwenye njia yake, maana alikuwa mfupi wa kimo, alipanda juu ya mkuyu, akasema lazima nimuone Yesu. Na wakati alipopanda juu ya mkuyu, Yesu alitambua Zakayo ni mtoza ushuru, is a customs officer. Biblia inasema wakati alipofika pale, Yesu alimwambia Zakayo, shuka, maana leo mimi ni mgeni wako. Akamshika Zakayo akampeleka mpaka nyumbani kwake. Wakati walipokwenda na Yesu kwenye nyumba yake, Biblia inasema Zakayo alitamka maneno haya. Alifanya maamuzi magumu ambayo wanadamu wengi hawezi tamka mambo kama hayo. Alisema, kwa sababu hii mali yangu nimepata kwa wizi, nimekuwa mfisadi, nusu ya mali yangu nitaichukua yote, nitawapa maskini. Amen. Alitamka maneno magumu mpendwa. Alafu akasema, kama nimemuibia mtu kwa njia ambayo hata yeye haelewi, maana ukienda kutoza mtu ushuru utamwambia ni 20 na kumbe ni shilingi 5, 15 unaweka kwa mfuko. Sasa akasema, wale niliowaibia kwa siri nitawalipa mara 4. Kwa kufanya hivyo, Zakayo alibaki akiwa maskini, atafuta pesa yake mwenyewe iliyo na baraka ambayo itasaidia yeye na familia yake. Amen. 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 Lazima tuchukue maamuzi magumu ukitaka kusaidia maisha yako. Amen. Sio ukae kanisani wewe ndio unauzia watu pombe,
watu wanakufa na unaendelea kuuza tena, unataka Mungu akubariki. Atakubariki wapi? Hamna. Lazima tujirekebishe wapendwa, lazima. Angalia kwenye dunia leo imechafuka kweli. Ukitaka baraka zije, lazima uichukie dhambi na ukae ukiwa mtakatifu, ujitakase. Angalia ni wamama wangapi ameua bwana yake kwa sababu ya mali. Mambo ikiharibika anakimbilia kwa mchungaji, anaenda namwambia mchungaji, niombee, sina amani. Kumbe amani inakosa kwa sababu aliua bwana yake kwa sababu ya mali, na yeye hayuko tayari kutubu dhambi zake. Anatakiwa aende kwa mchungaji, amwambie mchungaji, nilikosa, niliua bwana yangu kwa sababu ya mali, ndio amani sina. Ndio mchungaji amwambie tubu dhambi, sio kuficha dhambi. Alafu unataka uopewe, amani itatoka wapi? Na huku hutaki kutubu dhambi. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziukamaye na kuziacha atapata rehema. Haleluya, amen. Amen. Wacha kuficha dhambi, tubu. Kama unajua unafanya mambo ambayo inaleta shida na inakuletea shida wewe, tubu hiyo dhambi na uache. Amen. Lazima uache kama unataka baraka ya Mungu ije juu ya maisha yako. Lakini kama hutaki baraka, wewe kaa na shetani kwenye ufalme wake. Kuna mtu atakaye kuhukumu huko, utajua mimi niko kwenye ufalme wa giza. Hata shetani akitoa mabaya yake ni sehemu yangu hiyo, maana wewe uko huko kwenye ufalme wa giza. Lakini kama unataka baraka za Mungu, lazima utubu na uache dhambi. Lazima. Hiyo ni lazima, sio ombi, lazima. Kutubu ni lazima, na kuacha ni lazima, na kubadilisha tabia ni lazima. Kwa Mungu lazima tabia ibadilike. Na ndio maana unaona ndoa nyingi hazisimami. Unajua ni kwa nini? Watu wengi wameoana, lakini mke anaona kama mume wake ni partner wake, wanaona kama ametoshana, they are equal. Hajui yeye ameolewa, ako chini ya mamlaka ya mume wake. Na ndio maana hata baraka zikitaka kupewa mtoto, huwezi ona mama anabariki mtoto. Mama hawezi kubariki mtoto, mpendwa. Baraka zinatoka kwa baba, maana mtoto ni wa baba, si wa mama. Kwa hiyo wacha nikwambie mpendwa, ukitambua nafasi yako kwenye marriage, yani kwenye doa, ujue nafasi yako wewe ni mke. Chezea hapo kwenye nafasi yako, ukijua mimi ni mke, niko chini ya mamlaka, na kile mume anasema ndio natakiwa kutii. Utii mamlaka iliyo juu yako ambayo ni bwana yako, na hapo ndipo utapokea baraka kutoka kwa Mungu wetu. Haleluya, amen, amen. God is great. Hapo ndipo utapokea baraka. Lakini hamjatoshana, hapana. Sasa ukitakosa kuchezea kwenye nafasi yako, mtakwaruzana na mume wako na hamtaelewana, maana unaingia kwenye mamlaka ambayo si yako. Na ndio maana unaona Biblia inasema ndoa nyingi nyakati za mwisho zitavujika, maana upendo wa wengi utapoa. Lakini ukishatambua neno la Mungu linalosema tuwe wanyenyekevu na tunyenyekee kwenye neno la Mungu na tukae kulingana na yale tuliyopewa, wacha nikwambie mpendwa, ndoa yako itasimama na maisha yako itaweza kusimama vizuri. Tubu dhambi mpendwa, ili maisha yako yapate kusimama vizuri. Biblia inasema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 16,
Biblia inasema iweni watakatifu kwa sababu na mimi Yesu niliyewaita ni mtakatifu. Jitakaseni usiku na mchana ili maisha yenu ipate kuwa mazuri. Haleluya! Mungu awabariki sana, watendee mema. Inamisha uso wako, tumshukuru Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya neema na utukufu wa jina lako Bwana. Bwana nasema ni asante kwa ajili ya hilo neno ulilotupa jioni hii njema Bwana. Bwana ninaamini nimeingia ndani ya mioyo ya watu wako, na Bwana ninaamini inakwenda kuwasaidia watu wako, na watu wako watabadilika na wabadilisha tabia zao, ili wapate kuzaliwa mara ya pili kwa kuamini Yesu, ili maisha yao yakapate kusimama vizuri. Maana ulisema tuwe watakatifu kwa sababu na wewe uliyetuita Yesu ni mtakatifu. Bwana tutakase, utulinde na utuongoze Bwana, ili maisha yetu yakapata kusimama vizuri. Na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini. Amen. Haleluya. Mungu awabariki sana, watendee mema.